wa kufananishwa na wewe. Hayuko mfalme mwingine wa kufananishwa na wewe. Peke yako ni mfalme. Peke yako ni Mungu aliye hai. Peke yako ni Mungu utoshaye. Peke yako ni Mungu muumbaji. Peke yako ni Jehova. Peke yako ni Yahweh. Ni Mungu mwenye nguvu. Nasi tunakushukuru. Tunasema asante kwa neema yako. Asante kwa ajili ya kibali chako. Asante kwa ajili ya kila mmoja mmoja. Asante kwa ajili ya kongamano hili. Baba tunakushukuru. Baba tunasema asante. Pokea utukufu na heshima. Ni majira mengine tena tunapotafakari neno lako. Roho Mtakatifu tufundishe. Roho Mtakatifu sema nasi. Sema na kijana, sema na mama, sema na baba, sema nasi mahali hapa. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea utukufu na heshima. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Shangilie Bwana Yesu, haleluya. Hayo makofi hayajatosha bado. Shangilie Yesu. Shangilie Bwana Yesu tena, haleluya. Shangilie tena Yesu, haleluya. Piga kelele kwa Yesu, haleluya. Ongeza vigelegele na minusi kwa Yesu, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaketi kwenye kiti chako cha kibosi. Kibosi boss. Bwana asifiwe. Mheshimiwa, haleluya. Salimia mheshimiwa wa kushoto kwako na kulia kwako. Mwambie umependeza. Mwambie tena umependeza. Mwambie mheshimiwa, haleluya. Bwana asifiwe. Mungu mwenyewe alisema kwamba ukinitumikia nitakuheshimu. Otherwise labda sio mtumishi. Lakini kama ni mtumishi wa Mungu, mwambie tena jirani yako mheshimiwa, haleluya. Alafu akikupenda Mungu inatosha. Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema na kibali ambacho ametupa mahali hapa kuwa na kongamano. Na leo ni siku yetu ya kwanza na hii ni session ya pili au kipindi cha pili. Na baada ya dakika 90 Yesu ni mshindi. Amina. Bwana asifiwe. Soma unaweza kuandika nguvu ya imani iletayo matokeo chanya. Nguvu ya imani iletayo matokeo chanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu ya imani iletayo matokeo chanya. Nguvu ya imani iletayo matokeo chanya. Neno ambalo limebeba kongamano hili ni katika Injili ya Yohana. Injili ya Yohana sura ile ya 16 mstari wa 24. Injili ya Yohana 16 mstari wa 24. Na natamani tusome 22, 23 alafu ndo tumalizie 24. Bwana asifiwe. Na hii habari katika Injili ya Yohana hii 16 ni maneno ya Yesu kuanzia sura ya 13 mpaka sura ya 17. Ni Yesu amekwisha kufanya kazi hapa ulimwenguni ambayo alitumwa na Baba miaka 3. Na amekwisha kumaliza kazi yake aliyotumwa na Baba. Sasa anapaa kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Na alikuwa anawaaga wanafunzi. Utaona anawaita, anawaambia, anawaita, anawaambia. Yaani kama ni baba ambaye anataka kusafiri, anatoa maelekezo kwa familia. Bwana asifiwe. Kwa Yesu alikuwa anatoa haya maneno ya kuaga. Wakati akiendelea kuzungumza nao, akizidi kuaga kwa hayo maneno, wanafunzi ambao walikaa na Yesu kwa miaka yote, wakati amezaliwa na wakati wa huduma,
wanafunzi ambao walishuhudia maisha ya Yesu, wakashuhudia na miaka 3 ya huduma, wakawa wana huzuni wakati wanasimuliwa au wakati wanapewa maneno ya kuagwa. Bwana asifiwe. Na katika mstari ule wa 22 Yesu anasema hivi, basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapewa. Ombeni nanyi mtapata. Furaha yenu iwe timilifu. Tusome wote 24 mstari 1, 2, 3. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata. Furaha yenu iwe timilifu. Bwana asifiwe. Ni maneno machache lakini yana nguvu. Ni maneno machache lakini yamebeba mustakabali wa maisha ya mwamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipoangalia makutano, alipoangalia wanafunzi wake, alipoangalia jamii ya waaminio wanahuzunika. Na ni kweli lazima wapate kuhuzunika. Kwa nini? Maana wamekaa naye, wamepita mahali pa dhoruba, wakamuita, mwalimu, tunaangamia, tunazama. Yesu anatuliza dhoruba. Kuna mahali kulikuwa na wagonjwa, Yesu akawaponya. Kuna mahali waliopooza wakapata kutembea. Kuna mahali kipofu wakapata kuona. Kwa hiyo yale matukio na namna walivyoishi lazima wapate kuhuzunika. Yesu anawatuliza, anasema msihuzunike. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba msihuzunike. Anajaribu kuambia ule uhalisia ambao yeye anapaswa kuendea. Anasema mimi naenda kwa Baba kuandalia makao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sitawaacha peke yenu, nitawaachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu anaendelea kusema, kuna maneno anazungumza pale. Anasema kwamba basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Yaani kwa lugha nyepesi au kwa lugha nyingine alikuwa anasema hivi, mimi nimekaa na nyinyi miaka yote hii 33. Na miaka hii 3 ya huduma nimekaa na nyinyi, lakini sikuona mkiwa mnaniomba neno lolote. Bwana asifiwe. Yaani sikuona mkiwa mnaniomba neno lolote, lakini mlikuwa mnatoa malalamiko. Bwana mkubwa, tunazama. Yaani umelala tu. Bwana asifiwe. Si kama unaelewa? Kwa hiyo Yesu hakuona aina ya maombi kutoka kwa wale wanaomwamini. Wengine wanaenda wanalia, Yesu ungekuepo mtoto wangu asingekufa. Bwana asifiwe. Hayo ni maombi au ni complain? Hayo ni maombi au ni malalamiko? Bwana asifiwe. Kwa Yesu maisha yale yote yeye anavyotafsiri, anasema kwamba hamkuwahi kuniomba. Hamkuwahi kuniomba. Sasa mimi naondoka. Ninatoka katika huu mwili. Hamtaniona katika huu mwili. Ninatoka katika mwili, lakini nitakuwa pamoja nanyi kwa mwili mwingine. Nitakuwa pamoja nanyi katika roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa lugha nyepesi, wakati Yesu anapaa, haimaanishi kwamba sisi tuko peke yetu. Kwani sisi tuko peke yetu? Kwa nini tunasema mtu anapookoka ule utatu unakaa ndani yake? Kwani Yesu yupo? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kiuhalisia
Amina. Sasa alisemaje kwamba anaondoka? Nataka mimi tafakari. Alisemaje kwamba anaondoka? Unaposema Bwana Yesu, kuanzia leo nimekuamini, nimekupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Kwani Yesu yupo hapa? Si alisema yeye anapaa? Bwana asifiwe. Alikuwa anatumia lugha gani? Alikuwa anasema kwamba ninatoka katika physical form, ninarudi katika spiritual form. Ninatoka katika umbo la mwili, nitakuja katika umbo la roho, tutakaa pamoja na nyinyi. Bwana asifiwe. Lakini sasa hata mfumo wa mawasiliano unabadilika. Hamtasema tena, mwalimu sisi tunaangamia. Mtaniomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya mawasiliano itabadilika. Hamtanifuata tena nyumbani kwa Yusufu, hamtanifuata tena hapa Yerusalemu, lakini utaomba mahali popote. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama utataka kuwasiliana na mimi, sharti niombe, lakini omba kwa jina lako. That is a chance. Mheshimiwa, jishangilie kidogo. Bwana asifiwe. Hebu jipongeze kidogo. Kwa nini unapaswa kujipongeza? Kwa sababu umepewa chance ambayo mtu mwingine hajawahi kupewa. Anasema hamkuwahi kuniomba, hamkuwahi kuniomba neno lolote, lakini sasa mimi natoka, ninakuja katika mfumo wa roho, nanyi mkitaka neno lolote omba kwa jina langu, mimi nipo, nitawapatia kile ambacho mnataka niwapatie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ya kwamba ninawapa password ya maisha ya kwenu, ninawapa password ya kupata ndoa, ninawapa password ya kupata uchumi, ninawapa password ya kupata kazi, ninawapa password ya kupata watoto, ninawapa password ya kupata rafiki wazuri. Just pray. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ombeni kwa jina langu. Anasema ombeni kwa jina langu. Nyinyi sasa hivi mna huzuni, lakini mkianza kuomba kwa jina langu, ghafla mtashangaa kuna furaha usioweza kuelezea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mahali pengine anawatia moyo wajane na yatima, anasema usijiite tena yatima, maana mimi ni mume wa wajane. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pengine anasema usijiite tena yatima, maana mimi ni baba wa yatima. Usijiite tena maskini, maana mimi nimekufa ili nyinyi muwe tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Usijiite tena mtu mwenye laana, maana kwa kazi ya msalaba niliondoa laana, kwa hiyo nyinyi ni wabarikiwa. You are so blessed. Waliobarikiwa shangilie tena Bwana Yesu. Haleluya. Na ndio maana mtu ambaye amekwisha kuokoka, yeye tayari ni mbarikiwa. Jambo lolote, kama ni uchumi, kama ni fedha, kama ni watoto, kama ni ndoa, is just a matter of time. Ni swala la muda. Mwambie jirani yako ni swala la muda. Mwambie tena ni swala la muda. Mwambie tena ni swala la muda. Haleluya. Mwambie tena ni swala la muda tu. Kwa hiyo anawapa password ya maisha kwao, kwamba lolote mtakalolitaka omba. Wavivu haleluya wa kuomba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na hii siri shetani anaijua, na ndio maana shetani hawezi akakuruhusu upate kuomba. Shetani hawezi akakuruhusu upate kuomba. Anaweza akakuruhusu upate kuomba, lakini uombe vibaya. Bwana asifiwe. Si unajua katika Yakobo anasema hata mwaomba hampati, kwa sababu mwaomba vibaya ili vitumie kwa ajili ya tamaa zenu. Naomba unipatie na mimi mume mzuri nimrikishie jirani yangu. Wewe acha hizo habari. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naomba na mimi nipatie nyumba kali zaidi ya ile, ili wanikome, na utapata. Bwana asifiwe. Kwa nini anasema mnaomba vibaya? Sasa ombeni kwa jina langu ili furaha yenu ipate kutimilizwa. Kwa
kama uko ndani ya Kristo, usikubali huzuni kutawale katika jina la Yesu. Kama uko ndani ya Yesu, usikubali kuishi maisha ya huzuni. Yeye ameachilia furaha, yeye ameachilia amani. Alafu anasema kwamba ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani furaha ambayo ameachilia hata ulimwengu hauwezi kufanyaje? Hauwezi kutoa. Kwa kumbe Yesu anatupa kodi ya maisha, anatupa password ya maisha, kwamba maisha yetu sisi yako ndani ya kwake, lakini tunayapata kupitia nini? Maombi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukiona mtu ana huzuni, hajawahi kuomba. Kwa hiyo leo tumepata dozi nyingine. Bwana asifiwe. Leo mwanasayansi wa mbinguni amefanya research, ametupa new dose, new drug, ametupa dawa mpya inaitwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ametupa dawa inaitwa maombi. Hii dawa ya maombi ukiomba inaondoa ugonjwa wa huzuni. Haleluya. Haleluya. Inaondoa ugonjwa wa mateso, inaondoa hali ya kujikataa, inaondoa hali ya umaskini, inaondoa hali ya kusema mimi ni maskini. No, hayupo maskini ndani ya Kristo Yesu. Sisi ni matajiri. Watajiri wamshangilie Bwana Yesu. Matajiri wampigie Yesu kelele tena. Bwana Yesu asifiwe. Sema tena, nguvu ya imani iletayo matokeo chanya. Nguvu ya imani iletayo matokeo chanya. Naomba sasa tuangalie somo ambalo tunafuata nalo. Nataka tuzungumze kwa habari ya imani. Hata haya maombi ambayo Yesu alikuwa anatuambia, hauwezi kupata pasipo imani. Bwana asifiwe. Imani ni nini? Sasa naomba niende mwendo wa farasi, lakini tupate kuelewana vizuri. Kama nilivyokuambia, kuwa makini, daka kila kitu, tembea na kila kitu. Muda sio rafiki, siku chache, muda hautoshi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutaenda kwa mwendo wa farasi, lakini kwa kuelewana. Amina. 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 Katika Waebrania tumezoea kuisema ile sentence. Katika Waebrania 11 tunasema imani ni nini? Imani ni nini? Malizia basi. Mimi na wakatalia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imekaa vizuri? Mimi nakataa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na nitasema kwa nini nakataa. Nakataa kwa sababu hii sentensi haiendani na mtu wa Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Ebrania iko katika kitabu cha Agano Jipya, lakini anachokizungumza hapa ni pati ya Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe. Anachokizungumza hapa ni cha Agano la Kale. Tafsiri hii ya imani ni ile imani ya Agano la Kale. Utaona anasema, maana kwa hiyo wazee wetu, wakina nani hao? Bwana Yesu asifiwe. Maana katika Ibrania pia kuna historia ndani yake. Amina. Kwa hiyo anazungumza kwa habari ya Agano la Kale, kwamba basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Sasa mimi naomba leo nikupe maana hii ya imani ya Agano Jipya. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayoonekana kiroho. Bwana asifiwe. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayoonekana kiroho. Huku anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Sasa angalia, nataka uone neno mambo yatarajiwayo. Mambo gani? Hapa alikuwa anazungumzia mambo gani yatarajiwayo? Bwana Yesu asifiwe. Ukirudi kule utaona alikuwa anazungumza kwa habari ya baraka. Bwana asifiwe. Alikuwa anazungumza kwa habari ya nini? Ya baraka. Walikuwa anazungumza kwa habari ya kwamba watampata Masihi. Atatokea Masihi. Manabii wanasema, kina Isaya, Yeremia wanasema atatokea nani? Masihi.
Lakini katika Agano Jipya la damu ya Yesu, yule Masihi aliyekuwa anazungumziwa yupo. Bwana asifiwe. Akaja duniani, akaonekana kama mwanadamu, kama neno akafanyika mwili, akakaa, akaingia ndani ya mwanamke Mariamu bikira, akazaliwa kama mwanadamu, akakuwa kama mwanadamu, lakini ndani yake ni Mungu kweli kweli. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakina Ibrahimu walikuwa wanamtarajia, lakini waliokuwepo wakina Simoni akampakata yule mtoto, akambeba, akamshukuru Mungu katika hekalu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yule nabii mwanamke Ana akaenda kumshukuru Mungu, akaenda kumwambia Mungu asante, maana nilikuwa naomba juu ya Yerusalemu kwa habari ya kupata mkombozi. Sasa mkombozi amekuja. Hatutarajii tena, tunaishi na nani? Na mkombozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hii naiondoa mimi kwangu binafsi nasema hii ni imani. Ni kweli nafsi, lakini imani ya Agano la Kale. Ibrahimu angeisema leo ni sawa, lakini wewe kwa leo tunasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayoonekana kiroho. Kwa nini? Kwenye Agano Jipya inahusisha mambo mawili. Vyote vitu vile vinahusika. Yale tuliyoyaona au yale walioyaona na kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Walioyaona na kusikia. Kwa nini Yesu hatumtarajii? Maana Yesu alikuja kabisa physically. Huyu hapa tuliokuwa tunamtarajia. Yaani Ibrahimu aliyekuwa anamuelezea Yesu ni huyu hapa, amefanyaje? Amekuja. Wengine wakamwamini, wangesema huyu si mwana wa Sulemana tu. Huyu. Bwana asifiwe. Alipoanza kufanya advertise, alipoanza kufanya abnormal miracles, alipoanza kufanya miujiza, mara jamaa chombo kinatembea ndani ya maji. What? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mara watu umetidikiwa divai, chapu divai ikapatikana. Wakasema jamani, hatujawahi kupata divai kama hii. Bwana asifiwe. Mara mtu kipofu kapata kuona, wakasema huyu hapana. Sasa wakasema huyu Freemason. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakamuuliza sema, mimi hizo habari sijui. Ninachojua nilikuwa kipofu, sasa nina. Bwana asifiwe sana. Huyu ni Yesu ambaye alikuwa anatarajiwa, lakini ndani ya Agano Jipya yeye yupo. Wakakaa naye ndani ya boti, wakatembea naye, akaondoka katika mwili akaja katika roho, na hata leo tuko naye, tunatembea naye, tunaongea naye, ni rafiki yetu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tunaishi tuliyewahi kumuona, tunamwamini aliyewahi kuonekana, hata kama wewe hakuwahi kumuona, lakini kuna watu walimuona na tunaamini tunayoyasikia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata kusema kwenye issue ya kalenda, kwenye kalenda unaposema BC, kuna BC na nini? BC na AD, si ndio? Bwana asifiwe. Yaani ukisema tu BC na AD tayari tunamhubiri Kristo. Kwa leo hata dunia inamhubiri nani? Kristo. Anaposema before Christ, kabla Kristo kuzaliwa, baada ya Kristo kuzaliwa, wanatudhihirishia kwamba Yesu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Alionekana, ulimuona, na matendo yake tunayaona. Na katika ulimwengu wa roho tunayaona mambo. Bwana Yesu asifiwe. Tunauona ushindi kwa njia tofauti. Kwa hiyo imani yetu tena sio ya kutarajia. Imani yetu ni ya uhakika. Walikuwa wanatarajia baraka, lakini yeye anakuja anasema kwamba mmekwisha kubarikiwa kwa baraka zote za rohoni na za katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Kwa Yesu hatumtarajii tena, tuna uhakika ya mambo yanayoonekana kiroho na mengine yanajidhihirisha kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini kinatufanya mpaka tumwamini Bwana Yesu Kristo? Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza 15:1-4, unaweza kuisomea kwa haraka. Wakorintho wa kwanza 15:1-4. Nimesema nitakimbia kwa mwendo wa farasi, naomba tuende vizuri. Bwana asifiwe. Wakorintho wa kwanza 15:1-4.
sura ya 15 mstari wa 1 hadi wa 4. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama. Huyo ni Paulo, huyo anawaambia watu wa Korinto. Na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa. Weka namba 1 hiyo. Bwana asifiwe. Ya kuwa Kristo alifanyaje? Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko. Mstari wa 4, na ya kuwa alishikwa. Weka hiyo B au namba 2. Alifanyaje? Alishikwa. Na jambo la 3, na ya kuwa alifufuka siku ya 3, kama yanenavyo maandiko. Kwa nini? Nini kinatufanya mpaka tumwamini Bwana Yesu Kristo? Alikufa, alizikwa, mwanaume akafufuka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na hata leo tukimwita anaonekana. Mashetani yanakimbia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumza imani ya Kikristo, tunazungumza imani halisi. Sio imani ile ya kutafuta, sio ya papasa. Wa Agano la Kale ndio walikuwa na papasa. Agano Jipya sisi tunaamini kitu halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndiye Yesu ambaye sisi tunamwamini. Kwa nini tunasema nguvu ya imani iletayo matokeo chanya? Maana imani ziko nyingi sana. Weka hiyo dondoo ya kwanza. Weka hiyo dondoo ya kwanza. Maana imani ziko nyingi sana. Maana imani ziko nyingi sana. Lakini hizo imani zinaleta matokeo, lakini hazileti matokeo chanya, zinaleta matokeo hasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hizo imani zipo, watu wanaziamini, lakini hizo imani zinaleta matokeo hasi, sio matokeo chanya. Halo? Kama kuna jirani yako anatuombea, mwambie sio muda kutuombea rafiki yangu. Haleluya. 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 Wakati mwingine inawezekana kabisa tunaanza kukushtukia kwamba wewe inawezekana mwenzetu usiku hujalala. Sijajua labda ulikuwa umekabwa. Alikuwa amenyima usingizi wako, sijui. Bwana asifiwe. Haleluya. Imani ziko nyingi sana, lakini hizo imani zinaleta matokeo chanya, zinaleta matokeo hasi, hazileti matokeo chanya. Lakini imani ndani ya Kristo Yesu inaleta matokeo chanya yenye ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuangalie, tusome Waebrania 12. Sogea mbele kidogo. Waebrania 12 mstari wa 1 hadi wa 3. Waebrania 12 mstari wa 1 hadi wa 3. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tuzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti chake cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya matendo ya watendao dhambi. Mbona hicho unaanza kugusa? Wewe unaanza kuchoka, Yesu hajaja bado. Shauri yako. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi yake, juu ya nafsi zao, msije mkachoka. Piga kinanda, usije ukachoka. Mkizimia mioyoni mwenu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna vitu kadhaa ambavyo natamani tufakari katika hii mistari. Hivi umeusoma kwa kumaanisha? Umesoma kwa kusikiliza nini anasema mwandishi? Anasema basi na sisi pia,
Kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tuzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Mstari wa pili, pigia mstari huo. Mstari wa pili anasema kwamba tukimtazama Yesu. Hivi unaelewa hiyo kitu? Tukimtazama nani? Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani. Malizia basi. Mwenye kutimiliza imani. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe jambo la kwanza, imani. Tumekwisha kusema jambo la kwanza, imani ziko nyingi sana, lakini imani ndani ya Kristo Yesu ni imani inayotuletea matokeo chanya ya ushindi. Jambo la pili, huwezi kuwa mtu wa imani yenye matokeo chanya mpaka uijue misingi ya mwanzilishi wa imani yako. Huwezi kuwa mtu wa imani yenye matokeo chanya mpaka uijue misingi ya mwanzilishi wa imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani hatuwezi kuona matokeo chanya ya imani, hatuwezi kuona nguvu ya imani inayoleta matokeo chanya pasipo kumjua mwenye kuweka misingi ya imani ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe Yesu anasema kwamba muangalieni sana. Anasema mtazameni huyo. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu. Kwa hiyo sisi imani Mkristo, imani ambayo unapaswa kutembea nayo ni imani ya Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Na iko hivi, kuna watu ambao huaga wanaamini katika mapokeo ya kwao wakidhania ni imani. Imani hiyo ya mapokeo haiwezi kaleta matokeo chanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao huaga wanaamini kwamba tukienda tukimpeleka mtoto katika kaburi la babu yake, basi huyu mtoto anakuwa mzima, asumbuliwi na magonjwa. Ni mtazamo. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtazamo ambao mtu ameukuta, ameuamini, anadhania kuwa ndiyo imani. That is not faith. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sio nini? Sio imani. Anasema kwamba tukimtazama nani? Yesu. Kwa hiyo sisi imani yetu, watu wa Mungu, imani yetu sisi wa Kristo ni imani ambayo inamtazama Yesu. Ni imani ambayo inamtazama Yesu. Tukiomba tunaomba kwa jina la Yesu, maana imani yetu iko kwake. Tukijenga tunajenga kwa jina la Yesu, maana imani yetu iko kwake. Wakijaribu kuroga haturogeki, maana tunamwamini Yesu na imani yetu iko kwake. Tukijenga nyumba nzuri tunajenga kwa jina la Yesu, maana imani yetu iko kwake. Yeye ndiye atupaye nguvu ya kupata utajiri. Tukipata pesa tunapata kwa Yesu, maana yeye ndiye ameleta imani na ndiye mwanzilishi wa imani yetu. Na yeyote ambaye atajua au atatamani kuturoga haturogeki ngo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakisema ya chama linajidai sana, linajiona sana, mwanangu endelea kujiona. Tena jione sana hata kama bila kioo. Maana sisi kama tu unaoga vizuri, kiganja chako kinaweza kuwa ni kioo. Haleluya. Labda hujaoga vizuri na mikono yako ioneshe, lakini kama umeoga vizuri umetakata, kiganja chako kinakuwa ni kioo pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Huwezi kuwa mtu wa imani yenye matokeo chanya mpaka uijue misingi ya mwanzilishi wa imani yako. Kuna watu wanajua imani, waanzilishi ambao sio imani, lakini wao wanajua kwamba ni imani, mapokeo. Hatimaye wanapata ujira wao pia. Bwana Yesu asifiwe. Wanaoamini pia katika mashetani wanapata matokeo. Bwana asifiwe. Wanapata nini? Lakini yale matokeo
hayana ushindi chanya, yana ushindi hasi. Kwanza ni ya kitambo kifupi, lakini pia sio ya milele, hayawapeleki mbinguni. Lakini sisi imani yetu inatupeleka wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndiyo imani yenye matokeo. Ukiamini kwamba nikienda kwenye kutambika, nikienda kwenye mizimu ya mababu inaweza ikanisaidia, ni kweli inaweza ikakusaidia, lakini unapata matokeo hasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna watu ambao wanaamini nadharia, wanaamini mapokeo ya kwao, wakafikiri kwamba ni imani. Eti mimi naamini tu nikienda kwenye lile jiwe nikaomba basi Mungu tu atanisikia. Mungu yupo kwenye jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ile sio imani, ni nadharia tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usije ukachoka mpiga kinanda wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba tusije tukazimia mioyo. Tusije tukafanyaje? Tukazimia. Kwa hiyo tembea na imani ya Kristo Yesu. Tembea na jina la Yesu Kristo aliye hai. Maana katika hilo jina ndipo tunapata majibu ya maswali yetu. Ndipo tunapata ushindi wa mashindano tunayoshindana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitembee na dhehebu lako. Haleluya. Usitembee na dhehebu lako. Usitembee na jina la mchungaji wako. Usitembee na jina la profeti wako. Usitembee na jina la mtume wako. Usitembee na jina la kiongozi wako wa kiroho. Tembea na jina la nani? La Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tembea na jina la Yesu. Usitembee na style ya maisha ya mwenyekiti wa kwaya yako. Usitembee na jina la askofu wako. Utampatia heshima yake, lakini tembea na jina la nani? La Yesu. Na ukiona kabisa kwamba huyu anaanza kunipiga chenga, hapiti katika ile njia ya Yesu, unaiacha njia yake ya chenga, unanyoka katika njia ya nani? Ya Yesu. Leo ukiona kuna watu wanayumbishwa, ujue kabisa kwamba hawa watu imani yao wameweka kwa watumishi wa Mungu, hawajaweka kwa nani? Kwa Yesu. Unafikiri ukimwendea Yesu unaenda na tiketi, unaenda na cheti cha kanisa? Oh, mimi ni Anglican, oh mimi ni CCT, oh mimi ni Penta. Oh. Haleluya. Nenda na imani ya Kristo Yesu. Yeye mwenye kuanzisha. Na ukisimama na hiyo imani, ulimwengu utakujua kwamba wewe sio wa ulimwengu. Watakujua kwamba huyu sio wa taibu ya kwetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, kuambatana na mwanzilishi wa imani yako kutakufanya uimarike kiimani. Kuambatana na mwanzilishi wa imani yako kutakufanya uimarike kiimani. Mwanzilishi wa imani yetu ni Yesu, kama ambavyo Ibrania imetaja. Kwa hiyo tukiambatana na Yesu, ni lazima tuimarike kiimani. Ni lazima tushinde kwenye majaribu. Ni lazima tupenye katikati ya umbwa mwitu. Ni lazima tuvuke katikati ya jangwa. Ni lazima tupite kwenye maji ambayo yanatamani kutugharikisha. Lazima tufaulu katikati ya kusoma kwetu. Lazima tushinde katikati ya washindani. Bwana Yesu asifiwe. Tupo katika ulimwengu ambao haututaki, lakini hivyo tunashinda katika ulimwengu huo ambao haututaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, maana mimi nimeushinda. Wewe rafiki yangu, ukitembea na imani ya mchungaji wako anaweza kaanguka. Hivyo unaelewa? Ukitembea na imani ya mtu ambaye unamwamini sana, huyo unayemwamini siku akija kuanguka, rafiki yangu, wokovu bye bye. Lakini ukimwamini Yesu, hata kama mchungaji atapotoka, hata kama mwinjilisti atapotoka, hata kama bishop atakaa pembeni, hata kama nabii wako hatakwenda sawa sawa,
Wewe unatembeaje na imani ya mtu bwana? Tembea na imani ya kwako ukimfuata Yesu. Tungekuwa tunatembea na hii imani, hata usiku unawatembelea watu kanisani na nini nyumbani. Kwamba sasa vipi kanisani? Vipi kwenye kipindi? Vipi ule mchango wa ujenzi? No. Ukijua kwamba Yesu anataka nimtumikie kwa fedha yangu, wote tutakutana kwenye kikapu tu cha sadaka. Bwana asifiwe. Hakuna message. Wote tutakutana tu kwenye fellowship. Wote tutakutana tu kwenye uimbaji. Baba, nimerudi tena. Tutakutana tu wote hapo. Jina na wewe upo. Leo sijakupitia, hakuna kupitiwa. Yesu anakupitia mwenyewe. Yeye ndiye mwanzilishi wa imani yetu. Ukianza kuona tu unapigana simu, na hii habari ya kupigana simu tumeshitoka tunazungumza. Habari ya kupigana simu hii. Unakuja kwenye kongamano, hauji wewe kama utaki kaa nyumbani kwenu. Endelea na mishe zako huko. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuzidi kubembelezana. Baada ya mwaka, baada ya miaka 2 mitatu inayofuata mzee utaki kaa pembeni. Baba katikisi, utaki kaa pembeni. Utaki kutoa mchango wa ujenzi, kaa pembeni. Hakuna kupigia simu, hakuna kukutembelea, na kama ulikuwa una kachocho unamvua tu kawaida tu vizuri tu. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kuna watu wamenuna sana. Kwa nini mimi nakutaja wewe? Haleluya. 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 Lazima tumjue Yesu ambaye tumeamua kumtumikia. Lazima tumjue Yesu ambaye tumeamua kumtumikia. Na kama unaona kumtumikia Yesu ni gharama sana, wewe kausha tu mzee. Utamtumikia shetani. Yaani utamtumikia kwa lazima. Yaani kwa kupenda tutakupenda. Automatic utajikuta umemtumikia nani? Shetani. Mmoja akasema, "Sasa mimi, yani tu mimi wananisema, wewe nenda katengeneze rafiki yangu. Wewe tu katengeneze na kiongozi wako." Hapana, mimi siwezi. Wewe nenda katengeneze bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wananisema, wanaokusema ni ya kweli ni ya uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukiona mtu anazilazila ovyo, Yesu hanaye. Yesu hafanyi. Yesu hanaye. Maana mwanzilishi wa imani yetu hayuko hivyo. Mwangalie jirani yako. Mwangalie jirani yako vizuri kabisa. Yumo au anaelekea au bado kabisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia Mathayo 9:9. Mathayo 9:9. Mathayo 9:9. Unajua kile ambacho Yesu anataka? Anataka kuambatana. Anataka kufanyaje? Anataka kuambatana, na kuna nguvu ya kuambatana. Angalia ndoa ambazo watu wanaingia alafu hawajaambatana. Hili lina B na A. My Lord. Bwana asifiwe. Angalia uchumba ambao watu hawajaambatana. Kila mmoja ana misha ya kwake. Na mwingine anaweza akaficha makucha. Wewe pasipo roho mzee hapo ubanduki, utaingia tu. Utaingia kingi tu. Bwana asifiwe. Utakuja kuiona ngoma draw kiingia kule ndani. Haleluya. Haleluya. Yesu anataka sana, anapenda sana kuambatana. Na ndio maana kama umemwamini, hakikisha unaambatana naye. Sema tena kuambatana. Sema tena kuambatana. Na asiyetaka kuambatana, huyo sio wa njia yako, kaa pembeni. Sio ni shetani, hapana. Sio ni mbaya, hapana. Huyo sio wa kwako, sio wa type yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie jirani yako, hivi ni kweli wa type yako au mwingine? Sema jirani. Jirani. Tafuta wa type yako. Huyo sio wa kuambatana naye.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani aitwaye Mathayo. Akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. Unaona mambo ya Yesu ya chapu hayo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Yesu tu anakuja, nani jina? Neema, nifuate. Alafu sasa wewe, sasa sijali hata kwa mume wangu, hata mama amenipa kazi, sasa mimi nimeachiwa mboga nipate kuchochea. Wewe mfuate. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapenda sana kutoa maneno, tunapenda sana kujitetea. Yesu anataka tufanyaje? Tumfuate. Alafu tukishaanza kuambatana naye, tutaona matokeo yaliyochanya kwa habari ya imani ambayo tumeichagua. Ukiambatana na Yesu, hata kama wote hawatakuja kwenye semina, wewe utakuja kwenye semina. Ukiambatana na Yesu, hata kama wote watasema kumwimbia Bwana, wewe utasema, wewe Yesu ni wa kwangu, umenifia msalabani, nitasimama kukuimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kipengele A, imani ya Lutu. Sema tena kuambatana. Sema tena kuambatana. Kipengele A, imani ya Lutu. Fungua kitabu cha Lutu. Fungua kitabu cha Lutu. Sasa Lutu iko wapi? Ukishatoka Waamuzi, unakuja Lutu, unakuja Samueli wa kwanza. Bwana asifiwe. Kitabu cha Lutu. Lutu sura ya kwanza. Lutu sura ya kwanza. Sema tena kuambatana. Sema tena kuambatana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lutu sura ya kwanza. Huyu Lutu ukimsoma kwa umakini, ni mmoja kati ya wanawake wachache sana ambao wamepewa heshima kubwa katika Biblia, na wameibuka kuwa ni miongoni mpaka wakapewa heshima ya kupata jina la kitabu. Unamwona Lutu, unamwona Esther. Bwana Yesu asifiwe. Sema rafiki yangu, jina haliji hivi hivi. Bwana asifiwe. Jina haliji hivi hivi. Lazima uambatane na jina kuu. Huyu Lutu ni mmoja kati ya wakwe. Ni mmoja kati ya wakwe wa Naomi. Bwana asifiwe. Naomi alikuwa ameolewa na akapata vijana wawili. Utaenda kuwasoma habari zao kwa muda wako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kulikuwa na vijana wangapi? Wawili wa kiume. Katika hao vijana wawili wa kiume walioa wake. Mmoja alimuoa Lutu na mwingine akamuoa Orpa. Bwana Yesu asifiwe. Mume wake na Naomi akafa wakiwa katika nchi ya ugenini. Lakini pia watoto wake wa Naomi wote wakafa, mkubwa na mdogo wote wakafa. Kwa hiyo Naomi akawa amefiwa na mume wake na mtoto wake wa kwanza mkubwa na mtoto wake wa pili, wote wa kiume wakawa wamekufa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Naomi akawaita wakwe zake, akamuita Orpa, akamuita na Lutu, akasema, sasa wanangu, mimi tayari tena sina cha kufanya tena. Naomba tu mrejee katika makwenu, yamkini mpate waume utakao waoa. Mimi Mungu amekwisha kunifikisha hii hatua. Naomba muondoke tu. Orpa akasema, asante sana mama mkwe. Mama mkwe, kwa heri. Mungu akipenda tutaonana. Bwana asifiwe sana. Kwa kweli mama mkwe ndani akasema, na nikipata utakuwa tu bado mama yangu, lakini pia hata kadi nadhani nitakupatia. Bye bye. Bwana asifiwe sana. Lutu akasema, hapana,
mama, siwezi kukuacha. Siwezi kukuacha katikati ya majonzi ulionayo. Siwezi kukuacha katika hiki kipindi kigumu ambacho unapitia. Siwezi kukuacha mama, nimekuzoea. Mama, niko tayari kuwa pamoja na wewe. Siwezi kukuacha. Watu wa imani wakikutana na changamoto, wanakumbuka yale ambayo Yesu aliwatendea. Wanasema, Yesu, pamoja na haya ninayopitia, lakini wewe umeniahidi kwamba hautaniacha mpaka ukamilifu wa dahari. Hata kama nimepita katika hii changamoto, lakini bado nitaambatana na wewe. Hata kama kuna watu wamekuacha, hata kama kuna watu wamegeukia njia zao, hata kama kuna watu wamekukana, mimi nitakufuata wewe. Hata kama kuna watu wamechepuka kwa waganga, wanatafuta mafanikio, mimi bado nitakaa pamoja na wewe. Sisi ni wepesi sana kumwacha Yesu, maana hatuijui thamani ya Yesu, maana hatuijui thamani ya msalaba. Na ndio maana akasema, wale wapoteao msalaba kwao ni upuzi. Kwa tafsiri nyepesi, ukikata tamaa ukaacha kuamini msalaba, Biblia inawaita watu ni wapuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lutu 1:16 anasema hivi, naye Lutu akasema, usinisii nikuache, nirejee nifuatane nawe. Maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Unajua haya maneno yakatikisa mbingu. Haya maneno yakatikisa mbingu. Mungu akasema, what Ruth, unasema kitu gani? Bwana asifiwe. Lutu, unasema kitu gani? Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Siwezi kukuacha. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi kukuacha, nitakupa heshima. Siwezi kukuacha, nitakufanya kuwa mtu mkuu. Siwezi kukuacha, nitaambatana na wewe. Nitakurejeshea vile ulivyopoteza. Hata kama umepoteza mume wako, hata kama umepoteza mkwe wako, bado nitakupa furaha, nami nitaambatana na wewe. Akampa heshima, akamtunukia heshima. Leo tunasema kitabu cha Lutu. Sema, jina lina gharama. Jina lina gharama. Usipende tu jina likue, hakikisha unakuwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sisi tunapenda kurefuka, Yesu anakuwa mfupi. Sisi tunapenda kurefuka peke yetu, tunamwacha Yesu, sisi tunarefuka peke yetu. Ndio maana Daudi anamwambia mtoto wake Sulemani, Sulemani mwanangu, mjue sana Mungu wa baba yako na ukamtumikie. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mjue sana Mungu wa baba yako na ukapate kumtumikia. Lutu alitambua siri ya Mungu wa Israeli. Kumbuka, Naomi alikuwa anamwamini Mungu aliye hai. Naomi alikuwa anamwamini Mungu wa Israeli. Lutu hakuwa Mwisraeli, alikuwa ni mtu wa mataifa, lakini akaona pendo la Mungu wa Israeli, akaona thamani ya Mungu wa Israeli, akasema kwamba nitakwenda pamoja nawe. Tusome wote kwa sauti huu mstari wa 16. 1, 2, 3. Naye Lutu akasema, usinisii nikuache, nirejee nifuatane nawe. Maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kijana wa kike na wa kiume, angalia huyo mwenzi wako ambaye unataka kuambatana naye. Yuko tayari watu wako wawe watu wake? Angalia sana, yuko tayari Mungu wako awe Mungu wake, au anazuga tu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema
nitakufa nami. Imani sio ya kitoto. Pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana anitende vivyo na kuzidi, ila kufa tu kutatutenga wewe nami. Mungu akagonga muhuri akasema huyo ni wa kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiendelea kusoma hii habari utaona Lutu na mke wake Naomi wanakubali, wanarudi kwao, maana walikuwa uhamishoni huko, walikuwa huko nchi za ugenini, wakarudi kwao katika jamaa yao. Waliporudi kwao, Naomi akazidi kumsihi sana mke wake, akazidi kutembea naye, akazidi kuambatana naye. Mwisho wa siku, kwa kufupisha, unakuja kukuta Lutu akaja kuolewa na Boaz. Bwana Yesu asifiwe. Akaja kuolewa na nani? Na Boaz. Kinsman redeemer, Boaz. Alafu utaona wakapata mtoto akaitwa Obedi. Biblia inasema Obedi akamzaa Yese. Yese akamzaa Daudi. Yesu akaja kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imani inatafuta mtu mmoja tu kwenye familia. Naomba tuashie taa. Imani inatafuta mtu mmoja tu kwenye familia. Haleluya. Imani inatafuta mtu mmoja tu. Mtu mmoja ambaye anasema Mungu nitaambatana na wewe. Habari ya kuabudu miungu mingine sitaki. Hata kama ukoo wote umeamua kwenda kufanya matambiko, mimi nakataa, nitaambatana na wewe. Mungu kwa kupitia wewe, hata kama umezaliwa katika familia maskini, atakufuta machozi, atakufanya kuwa mtu mkuu sana, atakufanya kuwa mtu wa heshima, atakufanya kuwa mtu wa thamani. Hata kama familia imedharaulika, Bwana atakupatia heshima. Na jioni ya leo Bwana akupatie heshima katika jina la Yesu. Kwa sababu haujaamua, kwa sababu haujaenda kuamini miungu mingine, wacha Bwana akupe heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha Bwana akakuheshimishe katikati ya waliodharauliwa. Wanasema huu mlango huu hautoagi hausomi, utasoma katika jina la Yesu. Wanasema huu mlango huu watumishi wa matatikana wapi? Bwana sema mimi ni mtumishi wa Mungu. Tena bonge la mtumishi. Usigonge na jirani yako hapo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hii dunia rafiki yangu, kama unataka kutoboa, jitafute na ujipate ndani ya Yesu. Hayupo mtu ambaye atasimama kuzuilia. Hayupo mtu ambaye atasimama kujaribu kuzuilia baraka za kwako. Destiny ya maisha kwako, mustakabali wa maisha kwako, hatima maisha kwako iko mikononi mwa Mungu, haiko mikononi mwa wazazi. Hata kama umezaliwa na yatima, hata kama umezaliwa na maskini, Bwana anazo nguvu za kukupatia utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna watu walizaliwa kwa maskini, lakini leo ni matajiri wa kutupwa hapa mjini. Halafu shamba mmoja anasema, twende nikupeleke kwa mtaalamu apate Haleluya. 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 Sema mtaalamu wangu ni Yesu. Sugonge na jirani yako, sema mtaalamu wangu ni Yesu Bwana. Mtaalamu wangu ni Yesu mimi. Sema mimi tajiri wangu ni Yesu. Sema mimi bosi wangu ni Yesu. Sema mimi bosi wangu ni Yesu. Nitaambatana naye. Nitaambatana naye. Nitaambatana naye. Hakika sitamwacha. Hakika sitamwacha. Siku zote za maisha yangu nitafuatana naye. Nitatembea naye. Haleluya. Ungesimama kidogo ujikumbuta kidogo hivi. Haleluya. 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 Walioambatana na Yesu, haleluya. Waliokombolewa, haleluya. Shangilia.
Bwana Yesu, haleluya. Piga milusi na makofi ya ushindi kwa Yesu. Piga kelele za ushindi kwa Yesu wetu wewe. Haleluya. 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 Nikwambie kitu, sema ehe. Sema ehe. Huyu Yesu hata kama ukiwa umelala huko anazunguka nyumba yako. Wanazunguka nyumba yako. Huyu akwame katika maisha, huyu asisome, huyu asiolewe, isitokee ndoa kwao, huyu asiokoke, huyu asikufuate. Ukisimama unasema Baba, katika jina la Yesu, kila nira ambayo imekamata maisha yangu, kuanzia sasa ninaipasua, kuanzia sasa ninakata hiyo kamba, na kushukuru maana wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Amen. Wanashangaa usiku pale kwenye mlango walikuwa wameweka na matunguli pale, wakamleta na mtaalamu kutoka Mwanza, sijui kutoka Sumbawanga. Unapita unakanyaga matunguli, halafu Bwana anakushindia. Kando robo shanda rabako. Yesu wetu ndiye ambaye anafanya kazi. Anatafuta watu wa mwaminio, anatafuta watu walio surrender, anatafuta watu ambao wako tayari kuambatana naye. Anasema Petro, anasema sasa Bwana mkuu, sasa nikimfuata mimi nitapata kitu gani? Anasema mara 100 duniani na uzima wa milele mbinguni. Hakuna mtu amezaliwa wewe maskini hapo ulimwenguni, hayupo. Wewe kama unataka kuwa maskini, kimpango wako mzee. Haleluya. Haleluya. Kama unataka kula mboga za kubangaiza, wewe wewe ni kimpango wako tu. Bwana asifiwe. Lakini kwa Yesu tutakula vizuri. Bwana asifiwe. Kwa Yesu tutaimba sana. Lakini pia kwa Yesu tutapiga na suti nzuri tu. Haleluya. Lakini kwa Yesu tunakula na nyama. Bwana Yesu asifiwe. Halafu hatutolewi mpaka wa kula, tunakula vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nguruwe sema nakulaga mimi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ariporo yote yanawezekana. Ariporo yanawezekana. 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 Ariporo yote yanawezekana.
kujinyenyekeza kwake. Ndio maana Yesu akasema kwamba enenda zako, imani yako imekuponya. Kwa hiyo wale tu ambao hawakuwa na imani walitoka watupu, walitoka kama walivyoingia. Na ndio maana wale wenye imani, wale ambao wanakubali kuambatana na Yesu katikati ya jioni ya leo, hebu tu jiachilie mbele za Bwana tupate